Mimi nimezaliwa katika kijiji cha Rudiru, kata ya Rupila, kwenye nyumba hii hapa nilipokaa nilipozaliwa. Na saizi tumebaki 11, waliofariki wawili, jumla tulikuwa 13. Ndio maana unaona hii nyumba hatukarabati kwa sababu ni nyumba ya historia. Wote watoto 13 tunavyotuona tumezaliwa katika nyumba yetu, na bibi walikuwa wanaishi hapa, na sisi ndio tulipokuwa tunaamka na kula kila siku hapa. Na shule ya msingi nimesoma hapa Rupila. Baada ya hapo nilitoka hapa kwenda Njombe. Babu yangu alikuwa maarufu sana. Kwanza ndio mtu wa kwanza kumiliki redio katika national ya mbao. Alikuwa anaitundika kwenye mti huo, na ilikuwa haitoki hapa. Ndio mtu wa kwanza kumiliki redio, na hapo unapoona hili gogo hapa ndio watu walikuwa wanakuja kusikiliza taarifa habari pamoja na mipira mbalimbali. Unajua zamani mpira ulikuwa lazima usikilize kwenye redio. Kwa hiyo unapoona hili eneo hapa lote ilikuwa yeye ametengeneza fence yake ya miti ya kuni, watu wanakuja na pombe, wanakuja na kuku, yani kila mtu alichobeba. Mambo yote wanayafanyia hapo. Kuwa mtu maarufu sana. Na ndio mtu wa kwanza kuwa na umeme katika kijiji. Alikuwa na generator. Kwa linawashwa saa 12 mpaka saa 5 usiku. Pamoja aliwapa majirani wote. Na ni mtu wa kwanza kuwa na maji ya bomba. Hajawahi kufanya hilo, lakini walinishirikisha sana kwenye mambo yao ya kimila. Kisha sehemu zote za matambiko wanakoabudu nimefika. Peleka sehemu zote na kuniambia hapa lizikwa fulani, hapa lizaliwa fulani. Umeanzia huku umekwenda huku. Kwa hiyo nimepata faida kubwa ya kujua ukoo wetu wote. Hata saizi kuniambia ukoo wetu katika familia ya watoto 11, mimi naweza nikawa najua ukoo kwa 100% kwa wenzangu. La pili, namshukuru Mungu sana kwa kujua Kilugha. Na bibi hapa nimejua sana lugha ya Kikinga. Nimeijua lugha ya Kikinga kwa 90 au 95. Naongea Kilugha vizuri. Na namshukuru tena Mungu pale Njombe Kibena nacho naongea vizuri. Ndio. Yeye babu amefariki mwaka 92. Bibi amefariki mwaka 2004. Wakati huo pengine Mheshimiwa Diwani, unakumbuka sasa shughuli gani hasa ambazo pengine zilikuwa zinafanyika huku za kiuchumi ambazo ziliwakuza hata ninyi? Nashukuru sana hilo. Kwanza nilikuwa tunafanya shughuli ya tulikuwa na kibanda hapo juu barabarani hapo ambacho tunauza vitu tukitoka shuleni. Vile mama alikuwa ni mtu ambaye anapika pombe za kienyeji, anaziuza, ni ambapo alikuwa anapata hela mara kwa mara. Kila wiki alikuwa anaweza kauza pombe mapipa 3 mawili. Vile tulikuwa na mifugo ya kutosha na kilimo pia. Katika shughuli hizo za kiuchumi umerithi shughuli gani wewe? Mimi kwanza namshukuru Mungu. Kwa hapa Rupila nina miti niliyopanda kama eka 80. Eka 80 ambazo mwaka huu wamechoma kama eka 30. Lakini hayo sio wamechoma, ilikuwa miti tayari ya kupasua. Kwa hiyo nimerithi hiyo. Lakini vile babangu yeye alikuwa ni mfanyabiashara wa mabasi. Ndio mtu wa kwanza kuleta basi kwa kijiji cha Rupila. Ndio mtu wa kwanza alileta gari hapa mwaka 1977 akiwa anatoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa kubeba abiria. Na toka huo mwaka 77 tunachomshukuru Mungu leo bado ile biashara ya usafishaji tunaifanya sisi wenyewe. Toka mwaka 77 mpaka sasa mwaka tunafanya sisi wenyewe. Ni kweli imetusaidia tumesha, na sisi tumesomesha watoto kupitia hii barabara ya Makete Rupila. Changamoto kama ulivyoona mwandishi wa habari, hadi unaogopa kwenye gari. Barabara sio mbaya sana kwa sababu tulikuwa tunatembea hapa kwa mguu mpaka Kipengele, Njombe mpaka Ikonda. Tembea zaidi ya mara 5. Kitu ambacho kijana wa leo hawezi. Na kwa hiyo manake nilikuwa nasikia basi la kwanza linazungumzwa kwamba linatoka Rupila na kwenda Dar es Salaam. Hizo ni habari za kweli ama ilikuwaje? Ndio gari ya babangu ya kwanza ameinunua mwaka 77 na ilianzia Rupila Dar es Salaam. Njombe ilikuwa inatoka huku inafika Njombe kama saa 6, wanakula chakula, wanatoka pale wanaenda Iringa. Iringa ndio ilikuwa kituo kikubwa. Inafika saa 11 lakini inabidi toke saa 1 usiku. Kwa shughuli za usafishaji wa usiku wa abiria, mtu aliyeanzisha kwa mkoa tuseme kwa nchi nzima, hasa kwa mkoa wa Njombe ni babangu. Ndio mtu wa kwanza kufanya biashara mabasi.
ametafuta hela kwa shida sana, kwa sababu alikuwa ni tandiboy kwa mabroli kutoka Dar es Salaam kwenda Kongo, lakini baadaye akaja akaacha ile biashara, akafungua mgahawa akaja akafungua hoteli. Si haba, Mungu akamjalia, akaendelea na maisha yake mazuri. Basi hilo lilikuwa linaitwaje? Ilikuwa inaitwa Usafiri Rupila. Ndio basi la kwanza kutoka Rupila Njombe Dar es Salaam. Hata Njombe hapakuwepo na basi la kwenda Dar es Salaam. Na wote tunaona Njombe wamefanya biashara mabasi, waliiga kutoka kwa babangu mimi. Kina Mzee Makete, kina Mzee Widambe, kina wengi tu, wengi. Lakini mtu wa kwanza ni yeye, kuwa na maono ya basi. Una malengo gani ya baadaye siku za usoni katika masuala ya kisiasa, kushughulika zaidi na nyumbani? Kwanza mimi kuwa diwani wa Njombe, watu wa Rupila wamefurahi sana kwa sababu nimekuwa ni mtu wa maendeleo kwa kata ya Rupila. Kabla sijawa diwani, nimefanya mambo mengi sana. Hizi shule zote za misingi unazoziona huku, zilizojengwa huku, mkono wangu umetumika kwa 20% hadi 30%. Nimejitolea sana kuhakikisha shule ya sekondari, shule za msingi, na baadaye walinitumia kama mdau wa kuwaletea kusupply vitu. Nimeifanya hiyo kazi kama miaka 15. Kwa hiyo maendeleo yangu kwa Rupila wanayajua kuliko Njombe, lakini Njombe wanaona wao nimefanya zaidi kuliko sehemu nyingine, lakini huku nimefanya zaidi kuliko Njombe. Pale Njombe nimeenda nimefanya hivyo hivyo, kwa sababu ni jadi yangu kufanya maendeleo ya kijamii. Sipendi mambo ya mtu mmoja mmoja. Na hata Njombe mjini pia. Mimi kwanza lengo langu nilikuwa nataka kuwaonyesha vijana kwa yeyote anaweza kawa diwani. Yeyote anaweza kawa mbunge. Yeyote anaweza kawa rais. Isipokuwa wewe umejiandaa vipi, kwa sababu mimi kama swala la udiwani, kupenda nafasi ya udiwani nimeanza na nimeingia kwenye siasa mwaka 95 kwenye Chama cha Mapinduzi, ila 2000 nikawa na lengo la kupenda udiwani. 2005, 2010 nikagombea nafasi ya udiwani katika kijiji hiki. Mimi nilipata kula 500, wenzangu walipata kula 504. Kama amenizidi kula 4, na ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri Makete zaidi ya miaka 15. Naye amezaliwa katika kijiji hiki. Lakini vile vile nikarudi Njombe, nikasema mbona Njombe napo pananifaa. Ni mtu kama watatu kujenga nyumba kule Kiesa. Kulikuwa na mazingira magumu sana. Lakini nilihamasisha watu tujenge nyumba kwenye mpango mzuri, tutege maji, tuwe na bomba maji yetu, tukatega kule Njosi kama ya milioni 4. Tumefanya hivyo, tukawa tunatumia vizuri. Nimeshawishi watu tukavuta umeme ufike Kiesa, umeme haukuwepo. Ndio. Tukashawishi watu kuhakikisha ile shule ya msingi Kiesa tunaisimamia kwa nguvu zote. Na kweli tukafanikiwa, tukapewa walimu, shule kaanza. Tumepambana hivyo hivyo mpaka tumekuja kupata zahanati. Lakini Mungu akijalia, inatakiwa tupambane kufika 2030 wala kuwe na sekondari. Ukianza nyumba moja iko kule chini. Ni ya babangu mdogo, alishafariki. Ndio. Hii hapa inayofuata hii ni ya kakake na huyu babu yangu wa nyumba hii. Kifuata hii ndio babu. Kifuata inayokuja hapo juu ni ya mdogo wangu, alikuwa mara nyingi anakuwa kama Jerumani, Sweden huko, Taiwani. Ni mtu wa kuzunguka. Sasa ni mtu ambaye anapenda sana mambo ya kijamii naye. Ndiye anayeshawishi hata wazungu kuja huku kuleta maendeleo, kwa sababu pesa zote zikija hapa yeye anazisimamia vizuri. Ni mdogo wangu anayejitambua sana na ni mtu wa watu, na angekuwa anapenda siasa kwa wilaya Makete hii angechukua ubunge. Umeona mandhari alivyoyatengeneza? Ametisha sana. Lakini sasa yeye sio mwanasiasa, kwa sababu ni mtu aliyetembea sana, ni mtu mwenye maono makubwa, lakini yeye siasa hapendi. Nimejaribu kumshawishi mara nyingi, hapendi. Anaitwa Samueli Sanga, ni mdogo wangu. Yeye hapa amesimamia sana mradi ya maji, ilikuwa kata zaidi ya 3. Amesimamia kata ya Rupila, kata ya Mbarache na kata ya Ipepo. Amesimamia vitu vingi, hata shule ya sekondari Rupila pale ndio yeye anaita wafadhili, wanaongeza, wanajenga madarasa. Kuna walimu pale wengine wanyongeza, anasimamia kuhakikisha jimbo linawalipa ili wanafunzi waendelee kufaulu. Na ufaulu wa pale shuleni ni mzuri sana. Lakini na sisi wenyewe tumejiorganize kama wadau,
tunachanga kila mwaka pesa ziweze kuwasaidia walimu wale wa ziada. Kwa hiyo tunataka Lupila yetu hii iwe ni ya kimfano. Ndio maana sasa tumepanga kila mwezi wa 12 lazima tukutane maeneo haya. Ila rai yangu kwa vijana wasiwe waoga kugombea siasa. Unajua ukiwa upendi siasa, kuna mambo utaona unaonewa. Utaona unaonewa wakati huonewi. Kwa hiyo mimi nasema vijana wajitokeze kwenye nafasi za ubarozi, umwenyekiti wa serikali za mitaa, udiwani na ubunge. Kwanza unapojaza zile fomu unafahamika kuliko kuchukua fomu. Nafasi ambayo unaweza mtu kafahamika ni nani? Ni kwenye siasa.